Kuelekea msimu ujao, klabu ya Simba imeanza mazungumzo na mlinzi wa kulia raia wa Ivory Coast Ande Ekof Seleng, huenda akajiunga na kikosi hicho mwanzoni mwa msimu ujao kwenda kuchukua nafasi ya Shomari Kapombe ambaye watu wengi wamekuwa wanamzungumza kwa namna ya tofauti. Niko hapa na Shabil Daniel, langu jina ni Leopold John, tukienda kuangazia kinagaubaga msaada wa Ande Ekof Seleng katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba endapo tu atajiunga kunako msimu unaofuata. Shabil, Ande Ekof Seleng miongoni mwa mafullbacks bora katika ligi kuu ya NBC Premier League, wanatajwa kwenda kuwa warithi wa kina Shomari Kapombe ambao zama zao zimeelekea kuisha. Tunakwenda kumtegemea mlinzi wa aina gani katika kikosi cha Simba? Ni muda mrefu hasa hawakuwa na mlinzi raia wa kigeni katika ule upande. Mara ya mwisho nafikiri alikuwa ni Omar Coulibaly. Yeah, of course. Yes, ni nafikiri unachokiangalia zaidi hapa ni quality ya mabeki ambao unawataka kwenye kikosi chako. Muda mrefu ni kweli Simba wamekuwa wakisajili mabeki wa kati, lakini mabeki wa pembeni imekuwa ni muda ukitoa upande wa kushoto ambapo ndipo mara nyingi huwa wanakuja mabeki wa pembeni kutoka nje kama Asante Kwasi, Valentine Nouma alipita pale msimu uliomalizika. Kwa hiyo hao ndo mabeki ambao at least wamewahi kupita, lakini pia hata kwenye upande wa kulia ukimtoa Zana, nafikiri beki wa mwisho pia kuja kucheza kwenye kikosi cha Simba, fullbeki wa kulia ambaye alikuwa ni wa kigeni, nafikiri kuna beki wa Burundi na Imana sijui kitu kama hicho, aliwahi kucheza pale msimu kama 2015 16 kuna beki raia wa Burundi aliwahi kucheza katika kikosi cha Simba upande wa kulia ule. Kwa hiyo ni muda mrefu sana Simba hawajapata fullbeki wa kigeni. Wa mwisho wa kimataifa alikuwa ni huyo Zana Coulibaly kutokea Ivory Coast. Kwa hiyo ukimzungumza Sandi Silili ni mmoja kati ya walinzi ambao huu ni msimu wake wa pili kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara akitumikia Singida Black Stars, na ni mchezaji ambaye amekuwa na kiwango kizuri tu, amekuwa na consistency tangu amejiunga na Singida kutokea ASEC Mimosas. Na moja kati ya sifa yake kubwa huyu ni uwezo wa kushambulia, yani akivuka ule mstari wa eneo lake la nusu ya timu yake, basi anabadilika na kuwa kama winga. Na msimu amecheza mechi kadhaa, tayari ana assist 2 na ni assist ambazo pia zimetokana na ubora wake pia wa kucheza muda mwingine kama wingback. Yani ni moja kati ya attacking fullback kwenye ligi yetu. Nadhani ukimtoa Lusajo na Lusajo nafikiri kwenye cross anapiga vizuri, lakini nazungumza ile flow ya mashambulizi, yani mtu muda wote ambaye anacheza ni kama winga, huyu Ande Silili ni mzuri sana. Yani kwenye ubora wake namfananisha na Yao Kwasi wa Young Africans. Yani ni ule uchezaji unafanana nganizi, namna ambavyo muda wote yupo kwenye byline, muda wote na research box aweze kuattack. Nafikiri ndo level hiyo au Shomari wa msimu uliopita. Muda mwingi anashambulia. Msimu huu Shomari amedrop sana. Kwa sababu amecheza mechi nyingi sana. Ni kama vile upande ule wa kulia amekuwa reliable sana kiasi kwamba hata kuna mechi ambazo anatakiwa apumzike, kocha anaendelea kumtumia. Kwa hiyo kidogo ufanisi umepungua. Kwa hiyo Andy ni fullbeki mzuri ambaye mimi naamini Simba, mimi namrate binafsi ni mmoja kati ya mafullbeki ambao ni favorite kwenye ligi ya Tanzania, na mkubali sana na uwezo mkubwa wa kuimprove timu yoyote ambayo atakuwa amesajiliwa. Na kizuri kwake, kiachana na ubora wake, umahiri wake kwenye kushambulia, lakini ni defender pia mzuri pindi timu inapokuwa haina mpira. Sasa unafikiri kitu gani ambacho kwa msimu huu klabu ya Simba wamekikosa kwa Shomari Kapombe na David Kameta Duchu, ambacho ndio kimekuwa motivations ya kufikiria kuingia sokoni na kumtafuta fullbacks mwingine ambaye ni Ande Ekof kwenda kureplace nafasi zao moja kwa moja, kwa maana kile kitu cha upekee ambacho yuko nacho Ande Ekof Seleng atakachokwenda kuwaofa klabu ya Simba msimu ujao? Nafikiri pia ushindani na ubora ndio kitu ambacho Simba wanakikosa msimu huu kwenye maeneo ya fullback wa pembeni. Yani fullback upande wa kulia
kwa sasa hivi haina tofauti sana na fullback ya upande wa kushoto ambao Simba alianza nayo ligi ya Anthony Mligo. Kule kushoto ilikuwa kuna ushindani. Yaani alikuwepo Mligo tu kama Mligo kidogo, na Nabi kama alikuwa ana chip in siku moja kwenda kusaidia kule kushoto. Lakini angalia alivyokuja Kibabagi, ushindani ulivyoongezeka kule kushoto. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakosekana kwa Simba upande ule wa kulia. Duchu ni fullback mzuri, lakini naona yupo comfortable, amezoea sana mazingira na hampi ushindani na changamoto ile nzuri Shomari Kapombe. Hata Shomari akisema alitoe mtu, yani Shomari kwa sasa hivi level ilivyofikia, atakia aje mtu ambaye atampumzisha. Yani Simba wasajili first level fullback wa kulia ambaye atakuja kumweka nje Shomari Kapombe. Yani sio tena mtu kuja kuwa backup ya Kapombe. Kwa umri wake Kapombe, huu ni muda ambao Simba wanapaswa kuanza kulimit dakika zake mchezoni. Simba ndio watu wanashauri Simba walete fullback mwingine competent upande wa kulia ambaye atakuja kumweka nje Shomari Kapombe, wa upgrade upande ule wa kulia. Hata kama atakuja katika level ambao hawaachani sana, lakini Simba wanatakiwa wasajili fullback ambaye atakuja kumweka nje Shomari Kapombe, sio kusajili fullback ambaye atakuja kuwa backup. Hapo atakuwa bado hajachanga karata zao vizuri. Sasa unajua nitakupa mfano mmoja. National Al Ahly wameshawahi kumsajili Yaya Allah katika upande wa kushoto kwenda kuwa backup ya Al Malul, lakini ilishindikana licha ya kwamba Al Malul walikuwa wanazungumza kama hichi ambacho wanazungumza kwa klabu ya Simba na Shomari Kapombe. Kwa hiyo inaweza ikatokea Andekof Seleng ubora wake tunaofahamu, akaja kwenye kikosi cha Simba, lakini bado Kapombe akawa na ule ubora, kwa maana wanasema always class is temporary and then form inabadilika. So kwa hiyo tusimkatie mtu tamaa kwenye hiyo. Sasa tukaangazia katika upande ambao tumeshukua tunaangalia nambari zake msimu huu akiwa na Singida, kwa maana ya Andekof Seleng. Ni mchezaji ambaye ukijaribu kuangalia anaweza kazienenda falsafa za klabu ya Simba, lakini pia tumwangazie Mwalimu Steve Barker atakuwa amehusika moja kwa moja kwenye pendekezo la Andekof Seleng. Yes, Aiso wamekutana. Barker kamuona huyu kwenye mechi ya Singida na Simba. Yes, na alikuwa tuna mechi nzuri. Upande ule yeye na Ibrahim Moro. No, winga yake huyu ambaye anasio kwenda Yanga. Lamin Jaji. Kulia kule walikuwa devastated. Yaani walikuwa wanasumbua sana upande ule wa kulia wa Simba na upande wa kulia wa Singida na upande wa kushoto wa Simba. Lakini narudi pale. Yaani Andy ni quality player. Yaani upande ule wa kulia sitaki kumkosea heshima Shomari Kapombe, lakini endapo anakuja Simba, huyu anaenda ana moja kwa moja anaingia kikosi cha kwanza. Yaani bila kumkosea heshima Shomari Kapombe, kwa sababu huyu faida yake kama nimevyokuambia, ukiachana ubora wake wa kushambulia, ana uwezo pia mzuri na kudefend, kuzuia. Yaani hapo ndipo anachukua credit mbele ya Shomari Kapombe. Shomari msimu huu upande wa kulia ndio upande ambao Simba wameruhusu magoli mengi kutokea upande wa kulia. Kama kwenye CAF Champions League. Kama kweli unafuatilia na unafuatilia mechi za Simba na aina magoli ambayo nafuatilia mechi za Simba kwa nini sifuatilie? Ambao wana concede. Unaona? Yaani sihitaji hata kuanza kukutajia magoli ambayo yametokea upande wa kulia. Yaani na mifano ipo mingi sana. Kwa hiyo ndio maana unaweza kaona timu nyingi zinacheza na Simba, target kubwa huko ni upande wa kulia. Kwa sababu ndio upande dhaifu ambao haujiwezi kwenye masuala ya ulinzi. Lakini pia umri pia ndugu yangu. Yaani huwezi kushindana na umri. Na eneo tunalojua, eneo analocheza Shomari Kapombe ni eneo ambalo liko very demanding. Yaani hakuna nafasi ngumu. Wewe tunaambia ushakucheza fullback. Unaonaje? Of course, kwa overlap, kwa underlap ilikuwa ni kazi, lazima una tanki kwa kweli. Umestaafu ukiwa na miaka 18. Of course. Kwa hiyo ni eneo gumu kulicheza, yani liko very demanding. Panda shuka linakuchosha sana, linamaliza sana energy. Kwa hiyo nadhani Simba wanapaswa tu kutafuta fullback mwingine. Ama kisajili Andy Sereli atakuja katika umri sahihi, kwa sababu yupo katika prime zaidi ya miaka 25. Bado anaweza kaofa vitu vingi sana ambavyo Shomari pia amekuwa akiviofa Simba. Sasa tuje tumalizie kwa hili. Simba inashiriki mashindano ya kimataifa. Andekof Seleng, uzoefu wake kwenye mashindano ya CAF anaweza akawa ni chachu ya Simba kuipatia mafanikio ambayo amekuwa anayaota usiku na mchana. Yes, huyu kaanza kucheza mashindano ya CAF tangu akiwa ASEC. Yaani kipindi kile anatoka yao anasajiliwa kutoka ASEC kuja Yanga. ASEC ndio alimchukua huyu
Ande Selile kama mbadala wake. Kwa hiyo aliendelea pale ambapo Yao aliacha kule ASEC. Kwa hiyo amecheza akiwa ASEC, amecheza Champions League, amecheza Confederation, amekuja Singida pia. Angalia msaada wake, nafikiri kama ulitazama mashindano ya Sekafa. Of course. Alikuwa na mchango mkubwa sana kuisaidia Singida kuchukua ile taji mwaka jana. Msimu pia angalia performance yake pia individually kwenye hatua zile za qualifiers za mashindano ya shirikisho. Angalia pia kiwango chake kwenye makundi ya kombe la shirikisho kilikuwa kinakuonyesha daraja la ubora ambalo mchezaji yupo kwa kushirikiana na wachezaji wengine. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye hawezi kuwa mgeni kwenye mashindano ya kimataifa endapo atasijiwa na Simba. Yaani ataendelea tu pale ambapo amekuwa akicheza miaka yote. Sawa, swali la kizushi. Tunamweka Andekoff Seleng kwenye miongoni mwa fullbacks bora barani Afrika kwa sasa? Kwa fullback bora kwa Tanzania bado. Kwa Afrika. Kwa Tanzania yes anaingia. Ila kwa Afrika bado ligi yetu haina fullback bora kulinganisha na wengine. Sawa. Huyo ni Shabil Daniel ambaye anazungumza kwamba Andekoff Seleng atoshi kuwa beki bora wa kulia kwa bara zima la Afrika. Nataka kumuona hapa na ningemtajia miongoni mwa mabeki bora wa kulia kwa sasa hivi barani Afrika, bila kumsahau Kodiso Mudau kutoka Mamelodi Sundowns, Ibrahima Keita kutoka Esperance de Tunis, Haitham Manuti wa Berkane. Kwa hiyo moja kwa moja nilikuwa naye hapa Shabil Daniel. Jina langu ni Leopard John. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi.